Na visa vya dhuluma za kijinsia nchini vimeendelea kuripotiwa kwa kasi mno, huku idara ya mahakama ikinyoshewa kidole cha lawama kwa kukwamisha kesi za waathiriwa. Ulalamishi huo umechipuka baada ya msichana wa umri wa miaka 17 Farida Changawa kudaiwa kuuawa kwa kudungwa kisu na kijana mmoja eneo la Mavueni, kaunti ya Kilifi. Farida alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha pili na amemwacha mtoto mwenye umri wa miezi 9. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la International Justice Mission, Vincent Chahali, amedokeza hayo alipokuwa katika mazishi ya msichana huyo na kuirai serikali kuhakikisha tukio sawia na la Farida halitatokea tena. Ya mazishi. Kwa hivyo ninaomba kama wewe ni mchungaji, jukumu la kuwalinda wasichana wadogo kama hayati Farida ni jukumu kwanza la serikali. Serikali inachukua pesa ya kodi ili iweke mikakati katika jamii ya kuwalinda watoto wake, ya kuwalinda wanawake, ya kuwalinda jamii kwa ujumla. Kesi hii ya Farida Changawa tulipatana nayo katika mwaka wa 2021. Ilikuwa ni kesi ya defilement ambapo mtoto alikuwa amedhulumiwa pale nyumbani kwao, na wakati ambapo anaaga alikuwa pia amepata mtoto. Kulikuwa na matatizo fulani ya kifamilia mpaka ikaenda hakufanya mtihani wa class 8 mwaka huo. Nikiwa nikihusishwa mimi mama mtani, nilifika kwa boma yao na ikapatikana Farida hayupo. But sasa sikujua tena Farida yuko wapi. Mpaka kifo chake nilipokisikia ndio namba Farida alirudi mpaka amesoma mpaka yuko Ngombeni Girls. Nikasema basi msichana amefanya jambo la heri, lakini saa hii ndoto zake zimekatizwa mapema na yule mtu ambaye hatumjui ni nani.